rangi yake ni nyeusi, na mvuke wake unamyayusha mtu. Ndio hapa Nabii Ibrahim na baba yake, naogopa baba yangu na kuomba, mimi nahofia usiponisikiza haya maneno, moto wa jahannam ikakugusa wewe, tahadhari. Lakini baba yake Ibrahim hakusikia. Ndio unaona hii dawa, hujaambiwa umlazimishe mtu bana, wewe mfikishie mtu tu. Hujaambiwa umshike mtu mashati kwa lazima awache afanye. Na lau tungeliambiwa kwamba ni lazima watu wafate baada ya kuwakumbusha ama kuwaidhia, hii kazi ya dawa ingekuwa ngumu ndugu zangu. Siri ya dawa yote ni kufikisha. Wama alayka illa albalagh wama ala ar-rasul illa albalaghul mubin. Mtume anasema ballighu anni walau aya, nifikishieni japo aya moja. Hujaambiwa umlazimishe mtu, wewe mfikishie tu. Muite mtu kando kwa siri, mwambie shekhe, hii njia unayekwenda ni hatari, walipita watu wengi hapa wakaangamia, Mungu ameharamisha hili jambo. Basi hujaambiwa bwana umlazimishe kwa nguvu. Lakini kunyamaza kwako ndio inakuwa ni hatari zaidi ndugu zangu. Lakini baba yake Ibrahim alimtishia Ibrahim, nitakupiga na mawe, nitakuua, nitakufanya kadha na kadha. Lakini Mtume wa sallam anatuambia baba yake Ibrahim, ambaye Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani amemuita kwa jina la Azar, alikufa katika ukafiri, hakuslimu. Lakini katika Sahih Muslim Mtume wa sallam anasema Nabii Ibrahim alayhi salam atakutana baba yake siku ya Kiyama, na atakapokutana na baba yake, atakutana na baba yake katika hali ya kusikitisha kwa kweli. Baba yake atakuwa amejaa majasho na vumbi na nywele matitatita, maana yake amevaa nguo ovyo ovyo. Lakini bado Nabii Ibrahim atampa heshima baba yake siku ya Kiyama, hatomdharau. Atamfuata baba yake, atamwambia kama hadithi ilivyokuja ndani ya Sahih Muslim. Mtume wa sallam anasema Nabii Ibrahim atamwambia baba yake, ya abati, ewe baba yangu kipenzi changu, alam aqul laka alla ta'sini, mimi sikukuambia kwamba usiniasi? Jamani, usikatae mazungumzo yangu, usikatae nasaha zangu. Haya masanamu haiwezi kuwa Mungu. Mungu ni Mungu mmoja aliyotuumba sisi, anatupatia vyote ambayo tunahitajia katika dunia hii. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, Nabii Ibrahim alayhi salam, baba yake Nabii Ibrahim atamwambia mtoto wake Ibrahim, ya bunayya alyawma la a'sik, mwanangu, kuanzia leo siwezi kukuasi tena. Hali ni hatari ndugu yangu, sema unachotaka, mimi niko tayari kukufuata. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Nabii Ibrahim atamgeukia Mwenyezi Mungu, atamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabb, innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'athun wa ayu khizyin akhza min abil ab'ad. Mola wangu, wewe uliniahidi kwamba hauwezi kunifedhehesha siku ambayo utawafufua waja, ambayo ni siku ya Kiyama. Wala tukhzini yawma yub'athun, uliniahidi. Wa ayu khizyin akhza min abil ab'ad, na fedheha gani iliyokuwa mbaya zaidi kuliko mtu kuwa mbali na baba yake? Yani maana yake hii hadithi, wewe unamuona baba yako anakwenda motoni na wewe uko peponi. Kuna fedheha zaidi ya hiyo ndugu zangu? Unamuona mama yako anakwenda motoni, wewe uko peponi. Unamuona ndugu yako Muislamu mwenzako ambao ulikuwa unamjua na uko karibu naye, kuna fedheha zaidi ya hii ndugu yangu? Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwambia Nabii Ibrahim, inni haramtu aljannata ala alkafirin, mimi nimeiharamisha pepo kwa makafiri. Ndio pale pale atalingana mwenye kulingana. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, Nabii Ibrahim bado anaangalia, ataambiwa Nabii Ibrahim, hebu angalia chini hapo. Akiangalia chini, baba yake Nabii Ibrahim mwili wake umegeuzwa, umekuwa ni mwili wa fisi, dhaba. Na watakuja malaika, wataibeba ile fisi na minofu yake,
itatupwa kwenye moto wa Jahannam. Na toka siku hiyo Nabii Ibrahim hataongelea tena mambo ya baba yake. Ma'adhiratun ila rabbikum. Ndio unaona baba yake Ibrahim hatomlaumu Nabii Ibrahim siku ya Kiyama, kwa sababu Ibrahim alikuwa akimwambia hapa duniani. Lakini wewe ambaye hujamwambia mwenzako, ndugu yako, mzazi wako kwa njia ya hikma, watoto wako, siku ya Kiyama itakwenda kuwa ni lawama. Kuna watu watasimama na wewe mbele ya Mungu, watamwambia Mungu, ya Allah, huyu ndo ambaye hakutuambia sisi, hakutukumbusha hata siku moja. Alikuwa anatuona tunafanya mambo fulani, tunakesha sehemu fulani, hata siku moja hajawahi kutuambia. Tunamlaumu huyu jamaa. Na ndio unaona ndugu zangu, wewe hujui dawa yako hii itamtoa nani katika shimo gani. Wewe mwambie mtu tu bana, kisha muombee dua. Hujui mazungumzo yako haya yatamtoa nani katika shimo gani. Hujui mazungumzo yako haya itamuokoa nani na moto wa Jahannam. Wewe hujui mazungumzo yako haya itamuingiza nani peponi. Ndio hujui. Kunyamaza kwako ni hatari. Lakini sababu ya pili, wale mashekhe wanawaambia wale mabwana ambao waliwakataza wasiwakataze wale watu kuvua samaki siku Jumamosi, walaallahum yattaqun. Tumewaambia hawa na tumewakataza wasivue samaki siku Jumamosi kwa sababu huenda katika mazungumzo yetu haya ikawa ni sababu ya hawa watu kuongoka na wakaacha hii madhambi ambao wanayafanya, na ikawa ni sababu ya wao kuwa wacha Mungu. Wewe hujui mazungumzo yako haya ndugu yangu itamuokoa nani na itamtoa nani, itambadilisha nani. Sema tu. Na ndio hapa ndugu zangu, unajua Mwenyezi Mungu alipoamua kuteremsha adhabu sasa kwa makundi haya, hasatan makundi mawili. Wale ambao walikuwa wanavua samaki Jumamosi walimfanya Mungu ni mjinga, na wale ambao waliwakataza mashekhe na ulama wasiwakataze wale jamaa kuvua samaki siku ya Jumamosi. Mungu alipoamua kuteremsha adhabu ilikuwaje ndugu zangu? Sikizeni kwa makini. Mwenyezi Mungu anasema, falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadhna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun. Falamma nasu, walipoyadharau, walipoyapuuza, walipoacha yale ambayo ilikuwa tumewaamrisha na yale ambayo ilikuwa tumewakataza, tuliwaokoa tu wale ambao waliwakataza wenzao wasifanye ile madhambi. Anjaina alladhina yanhauna 'anis su', hawa ndio ambao waliokolewa wakati adhabu itakuteremka. Sasa waliondolewa mwanzo wao, ili adhabu itakapoteremka